Wewe mtazamaji, wewe ambaye unayeniona, kwa majina naitwa Pastor Enoch Oyo Wara, na kuletea neno la Mungu tu ya kukusaidia. Leo nataka niongee kuhusu ndoa wa mama na mabwana, kuhusu maisha yao. Mara mingi tunaona kwa nyumba, ninaposoma maandiko, mara mingi tunapozama kwa nyumba mama na baba, wakati shida inakuja kwa nyumba, mara mingi baba huachie mama mambo mazito katika maisha yake. Na mara mingi baba husema ye ako na nguvu kwa sababu aliumbwa kwa uwezo ya mwanaume. Na ako na nguvu, anaweza na hata achukua ile mama na achape kiboko mingi na amfanyie vitendo mbaya na andoke aende zake. Lakini mama alipewa ni kiumbe dhaifu katika maisha yake. Lakini leo hii ninakuletea wewe mama na wewe baba, muweze kukaa na amani katika maisha yenu. Muweze kuishi maisha mazuri katika maisha yenu. Vita haiwezi ikatengeneza nyumba. Kelele haiwezi ikatengeneza nyumba. Mama mzee inapokuja kwa nyumba, unakuta kama umenuna. Mzee anapokuja unakuta kama akona tempa ya juu. Wakati umemfanyia mambo chochote tu, anainuka anaanza mambo zake. Lakini ningewaambia ya kwamba kuna njia ya kutatua mambo katika manyumba kama watu wa Mungu. Neno la Mungu inasema ya kwamba tunapokaa katika amani, nyumba inakuwa salama. Tunapokaa katika njia ya furaha, nyumba inakuwa na amani katika maisha yenu. Unakuta we baba hauwezi ukaomba mama msamaha. Unakuta we huwezi ukaomba mama msamaha. Saa zingine umemkosea huyo mama na we huwezi ukamwomba msamaha. Lakini neno la Mungu inasema ya kwamba heri mwenye msamaha, maana mwenye msamaha atamuona Mungu siku ya usoni. Na mama pia, heri unapokosea bwana yako mpaka umuombe msamaha katika maisha yake, ndiposa maisha yenu ende sawasawa. Na hapa ndio unakuta mwanaume hawezi akaomba msamaha. Lakini ni sharti kama nyinyi wanaume mpaka uombe msamaha kwa nyumba yako, ndiposa muwe na amani. Bibi akikukosea, hii nyumba hakuna mwenye hawezi kosa, kila mtu anaweza kosa. Na wewe mwanaume usijifanye kwamba sasa wewe ni mgumu ama uko na nguvu ya kupiga mwanamke. Lakini paka uwe na wakati ya kufikiria katika maisha yako, mimi ndio nimemkosea bibi yangu. Na baada ya kufikiria mimi ndio nimemkosea bibi yangu, mtu uomba msamaha ndio maisha yake aiendelee. Lakini kama mwanaume hauwezi ukaomba msamaha kwa nyumba yako, hakika maisha yako haiwezi ikabadilika. Kwa hivyo nasema ya kwamba nyinyi wanaume mnayekunywa pombe, mnayefanya mambo ambayo haifai, ukifika kwa nyumba, badilisha maisha yako, uwe mheshimu mke wako, ndiposa maisha yenu iendelee. Nataka niombe na wewe. Tunataka amani katika maisha yenu. Tunataka amani kwa njia yote ile. Vita haileti amani. Kelele kwa nyumba haileti amani. Tunataka kuona amani kwa nyumba, ndiposa watoto wako pia wawe na amani. Lakini wakati mnapiga kelele kwa nyumba, watoto hawezi akakuwa na amani. Kama wewe mtazamaji, hiyo ni neno la Mungu. Unaponisikia, wacha hiyo neno ikusaidie. Badilisha maisha yenu. Badilisha nyumba yako. Watoto wawe salama, watu wote wawe salama. Wanayetusikiza, Mungu aweze kuwabariki. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Ulete.